Huyu Mungu ametuingiza kwa mahali ambako atatenda. Hallelujah. Nasema Mungu ametuingiza mahali pa tofauti. Na ninajua Mungu wangu, na Danieli akasema wanaojua Mungu wao watakuwa hodari na watafanya makuu. Mimi ninajua tutafanya makuu. Yale hatujawahi yafanya. Mwaka huu tutakuwa kama moto. Mahali popote tutapita, kila mtu atasema ona, wameacha moto wao umelamba nguvu za giza katika maeneo haya. Katika jina. Kwa hivyo itakuwa bahati kuingia kwa kijiji hata chenu katika jina la Yesu. Mahali popote nitakanyanga mwaka huu, ninaaminia Mungu ya kwamba kutakuwa na utofauti katika jina la Yesu Kristo. Ninajua kile nimebeba na ninajua yule Mungu nimebeba. Ninajua mimi ni nani na mimi ni wa nani. Hallelujah. I thank God kwa sababu ninajua huu ndio wakati ambao tulikuwa tunagoja ili Mungu aonekane na Mungu atukuzwe. Hallelujah. Mwaka wa tofauti. Tuanzie verse 32. Genesis chapter 41. Genesis chapter 41. Mwaka wa kukusanya. Tunaongea kuhusu Farao aliyeonyeshwa ndoto na Mungu, na hizo ndoto zilikuwa si ndoto za kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Na katika zile ndoto kuna mambo yalifanyika. Bwana asifiwe. Amen. Na haikuwa kawaida Farao aitishe mtafsiri wa ndoto. Lakini ulikuwa ni wakati wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kile utakusanya na watu ambao unajua kuna watu Mungu atatukusanyisha na wao. Utajua hawa ni Mungu amenikusanyia. Amen. Kuna watu nitaguzana na wao mwaka huu, sijawahi guzana na wao. Oh yes. Na ninajua ni Mungu amenisaidia kwa sababu ni mwaka wa kukusanya. Hallelujah. Tutakutana na ninaamini ya kwamba huduma hii itaguzana na watu ambao haijawahi guzana na wao. Itakuwa na miujiza haijawahi kuwa nayo katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Mungu kuonekana katika kiwango ambacho ameonekana katika hiyo miaka mingine. Lakini huu ni mwaka wa tofauti. Amen. Nisikize. Huu ni mwaka wa tofauti. Amen. Mungu wa Alfu Lukau, Mungu wa baba yangu ninayemtumikia, Mungu wa madhabahu haya, Mungu wa Pastor Peter, utamuona kwa macho. Amen. Utamuguza. Jackie utamuguza. Mwaka huu ataguzika. Hallelujah. Yeyote ataguzana na mimi, atajua ameguzana na Mungu wa tofauti. Yes, Jesus. Ninajua hivyo. Na ninajua ya kwamba Mungu hakuniita kawaida. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Ninajua sikuja Tumaini kufanya kazi nyingine. Aliniita kwa sababu ya kazi yake. Amen. Nilikuwa na biashara zangu mahali nilikuwa na ningeendelea nazo. Lakini alijua hapa ndipo nitakuja kufanya kazi ya ufalme. Hivyo Nyandarua ijue. Yes, mwaka huu nitaikanyanga kwa njia tofauti. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nasema mwaka huu ninakanyanga Nyandarua. Yes, Lord. Hakuna mtu watu hawainukagi wengi wakiwa Nyandarua. Wengi wametoka hapa wakaenda katika miji mikubwa ndio wakawa Mungu akaonekana. Lakini mimi ataonekana nikiwa hapa Nyandarua. Katika jina la Yesu Kristo. Yes, Jesus. Mataifa yamenikubali nikiwa Nyandarua. Amen. Sauti yangu imesikika kutoka hapa. Inasikika kwa mataifa na itasikika zaidi. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Kila mji wa Nyandarua nitakanyanga. Nitakanyanga na hadhi faela. Bwana atukuzwe. Bwana asifiwe. Amen. Na ninaamini ya kwamba Bwana ataonekana. Hallelujah. Katika jina la Yesu Kristo. Yes, Jesus. Verse 42. Verse 42. Chapter 41 verse 32. Sababu ya ndoto kumjia Farao kwa namna mbili ni kwamba jambo hili Mungu ameshaamua kwa hakika, naye Mungu atalifanya karibuni. Amen. Kwa sababu ya hii ndoto kurudia mara mbili. Kwa sababu ya mimi kutangaza hili neno mara ya pili. Ni kwa sababu Mungu amelikusudia. Nisikie. Mungu amelikusudia na atalitimiza. Na tena si mbali, atalitimiza kwa haraka. Yes, Jesus. Hallelujah. Amen. Ninatangaza hivi. Kama vile Mungu alisema ama Yusufu ananena akimwambia Farao, sababu ya Mungu kukupatia hii ndoto mara mbili ni kwa sababu ni determined ya kwamba haitageuzwa, lazima itatimia. Amen. Kuna mambo tulipokuwa tukivuka mwaka Mungu alikuwa amekusudia
Nisikie. Mungu alikuwa amekusudia. Haya ni lazima yatafanyika Kingdom Revival. Amen. Hallelujah. Amen. Na tayari yameshafanyika. Manifestation ndio yataanza kuonekana. Amen. That's why niliwaambia mimi ninavuka mwaka, lakini ninavuka mwaka nikiwa tofauti. Hallelujah. Na nimevuka nikaingia 2026 yes. nikiwa tofauti. Amen. Mtu ambaye alikuwa anazunguka milima, yes. siwezi zunguka milima tena. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nasema sitazunguka milima tena. Yes. Yatosha vile nilivyozunguka milima. Sasa imekubalika mbele za Bwana ya kwamba kile Mungu amekusudia kifanyike. Amen. Nasema kile Mungu amekusudia kifanyike katika jina la Yesu Kristo. Na leo ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, chochote amekusudia juu ya maisha yako kitatimia. Amen. Hallelujah. Chochote amekusudia juu ya maisha yako kitatimia. Amen. Na tutaona ushindi ambao hatujawahi uona katika jina la Yesu Kristo. Sababu ya Mungu kukuletea hii ndoto mara ya pili ni kwa sababu Mungu amekusudia ya kwamba haitabadilishwa. Kuna mambo hayatabadilishwa. Amen. Wale watu mmetoka Nairobi, kuna mambo mmekuja kwa sababu kuna mambo hayatabadilishwa. Yaliyokusudiwa na Bwana, kuna mambo hayatabadilishwa. Hata wewe ukitaka kuyabadilisha, too late, haiwezi badilika. Nisikie, it's too late. Kwa sababu umevuka ukiwa katika madhabahu haya. Madhabahu yameunganishwa na ufalme wa tofauti. Bwana atukuzwe. Madhabahu, ninayejua Mungu wa madhabahu haya ni nani. Ninajua Mungu ameniunganisha na neema ya aina gani. Hallelujah. Ninajua huyu Mungu atafanya kazi. Amen. Hallelujah. Mungu ambaye ninaheshimu mamlaka yaliyo juu yangu, aliyenipatia, na ninajua hayo mamlaka yanafanya kazi juu ya haya madhabahu. Na kwa hivyo ninajua kile kiko determined in the spirit lazima kitatimia. Amen. Nisikie, lazima kitatimia. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Na kwa hivyo Yusufu anamwambia kuhusu Farao, kuhusu hizo ndoto. Tunaweza rudia tu the same verse 32. Sababu ya ndoto kumjia Farao kwa namna mbili ni kwamba jambo hilo Mungu ameshaamua kwa hakika, naye Mungu atalifanya karibuni. Basi sasa Farao na atafute mtu mwenye akili na hekima ili amweke kuwa msimamizi wa nchi ya Misri. Farao na aweke wenye amri chini kote, wakusanye sehemu ya 5 ya mavuno ya Misri katika miaka hii 7 ya neema. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Leo ninataka kukuombea. Nisikie, hekima ya kukusanya. Mwaka tumeingia ni mwaka wa neema. Amen. Hallelujah. Amen. Wengine watasema ni mwaka mgumu, lakini ninajua ni mwaka wa neema. Hallelujah. Ni mwaka tutakusanya. Yes, Lord. Yusufu anamwambia kutafutwe mtu mwenye hekima atakaye kusaidia kukusanya. Maana unaingia ama umeingia mwaka wa neema. Miaka hii 7 itakuwa miaka ya neema. Bwana asifiwe. Na miaka hii ya neema itategemewa na miaka ingine ambao hakutakuwa na neema na kutakuwa na njaa. Miaka 7 itakayokuja. Bwana asifiwe. Hivyo mimi ninakuingiza mwaka wa tofauti. Tumeingia mwaka wa tofauti, mwaka wa kukusanya. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Na hiyo kukusanya ndio maandiko inasema, ama katika Kiebrania inasema ni Hidpael. Bwana atukuzwe. Amen. Hallelujah. Amen. Huu ndio mwaka wa Hidpael, na ninaamini ya kwamba Hidpael na katika Kiebrania inasema ni kukusanya. Nisikie. Nasema ni mwaka wa kukusanya. Hivyo Yusufu alimwambia, enda utafute mwenye hekima akukusanyie kila sehemu ya 5. Mungu atakupatia, na yeyote utakutana na yeye, kwako itakuwa ni mwaka wa Hidpael. Bwana atukuzwe. Ya kwamba utatumia hekima ya kukusanya. Hallelujah. Utatumia hekima ya kukusanya kile ambacho haunge hallelujah. Ninatangaza kwa uwezo na kwa hekima ya Bwana ya kwamba utaweza kukusanya. Hallelujah. Ya kwamba huu mwaka wa neema utakuwa ukiongea tu, ukienda tu kwa wenye hekima, kwa watu ambao wako na utajiri, unawaambia hivi ndivyo Bwana anataka. Bwana atukuzwe. Na unakusanya kile ambacho ni chako.
Haleluya. Kuna Amen. watu wako kwa biashara leo. Kuna watu wengine umeajiriwa, utakusanya Bwana, utaingia kwa promotion ambao haukutarajia. Haleluya. Kuna watu watavuka mipaka kuingia kwa promotion isiyo ya kawaida. Haleluya. Nisikie. Kuna watu hakutafuatwa process ya wewe kuinuliwa, kwa sababu ni mwaka wa Hidh Pael. Bwana atukuzwe. Amen. Na kwa sababu ni mwaka huo wa kukusanya, watakukusanya tu, unashindwa. Huyu mtu tu hatukuwa tunamuona kwa ofisi, amekujaje, ameingizwa mpaka kwa ofisi mahali pa mkubwa anakaa. Na sio tu kuingia huko kwa ofisi kubwa, anapewa mshahara usio wa kawaida. Kumbe ni mwaka wa kukusanya. Umekusanywa kutoka chini, ukainuliwa, ukawekwa katika viwango ambazo haukutarajia. Ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, huu ni mwaka wa tofauti. Amen. Huu ni mwaka utaguzana na Mungu aliyekuumba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yusufu anamwambia, tafuta mtu mwenye hekima. Tafuta mtu mwenye ufahamu, atakaye kuwezesha kukusanya. Leo ninatangaza ya kwamba unaweza kukusanya kwa ajili ya jamii yako. Unaweza kukusanya kwa sababu ya maisha yako. Amen. Mungu hakuambia, alipoambia wana wa Israeli umezunguka katika hiyo milima, aliambia wageukeni sasa. Bwana atukuzwe. It's your time to turn. Bwana atukuzwe. To your position, to your direction. Oh, yes. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You must turn because you carry the grace. Hallelujah. Amen. Kwa sababu kuna hiyo neema, wakati wa kugeuka umefika. Wakati wa kugeuka umefika. Geuka. Hallelujah. Na ninaamini ya kwamba Yusufu, imagine kutolewa gerezani, anakuja anamwambia Farao, tafuta mwenye hekima. Hallelujah. Yani hajiangalii, lakini anajua unastahili kukusanya. Lakini anajua hii inahitaji hekima na inahitaji ufahamu. Kuwa na wale watu ambao utaguzana na wao na kumaintain kile Mungu amekuletea, unahitaji hekima na ufahamu. Hallelujah. Si ya kwamba utakutana na watu unasema leo tumekuwa na urafiki na huyu, tumepoteanwa. Leo ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, nisikie. Hallelujah. Utasema haya ndio mapenzi ya Mungu. Mungu amefanya mambo yasiyo ya kawaida. Yeyote nitakutana na yeye, nitatumia hekima Bwana ananipatia. Sitapoteza neema. Hallelujah. Sitapoteza neema. Umeshaiona mtu amepoteza neema? Anasema mtu fulani alikuwa wa dhamana kwangu. Huyu mtu alinisaidia. Sijui tu ni nini nilifanya kaondoka kwa maisha yangu. Kumbe ulipoteza neema. Mwaka huu hautapoteza neema. Amen. Nisikie. Mwaka huu hautapoteza neema. Maana Yusufu alimwambia una miaka 7 na kile Mungu amekusudia lazima kitatimia. Hii miaka 7 ni miaka ya neema. Huu mwaka ambao umeuingia na huu mwaka utakupush. Bwana asifiwe. Unajua ukikupush utaingia, kuna viwango ukiingia hautawahi shuka. Kwa sababu Yusufu alikuwa anajua wakiweza kukusanya vizuri kwa hekima hawatawahi shuka hata miaka ya njaa ikuje. Miaka hiyo 7 itakuja ya njaa, itakuwa mbaya, lakini Misri hakukushukwa. Hawakushuka kwenda kutafuta chakula kwingine. Yusufu alikuwa ameweka mpaka Israeli, nabii wa Mungu, mtumishi wa Mungu Yakobo anaenda na wanawe kwenda huko Misri, kwa sababu kuna mtu aliyejua neema, aliyetiwa neema na mfalme akaoteshwa ndoto ili neema iliyokuwa juu ya Yusufu ifanye kazi. Neema iliyo juu yako wewe ambao umevuka mwaka huu katika haya madhabahu itakubeba. Amen. Nisikie, kutakuwa na utofauti yako na wengine. Hallelujah. Nisikie, ninajua Mungu ninayemtumikia. Amen. Kutakuwa na utofauti wako na wengine. Amen. Hallelujah. Amen. Utashangaa kwa sababu neema, Mungu atakuwa akikuunganisha na watu. Wengine unafanya biashara kidogo na unaona matokeo makubwa. Hallelujah. Amen. Mwaka uliopita Mungu aliniambia, alikuwa ametuambia katika madhabahu haya utakuwa ni mwaka wa matokeo makuu. Si mnakumbuka?
matukio makuu, na yale matukio yalifanyika. Haleluya. Yale matukio yalifanyika, ninaweza kuwashuhudia kuna Mungu. Bwana asifiwe. Mungu anaweza tingiza mahali ambako huwezi fikiria utaingia aje. Nakumbuka mwanzo wa mwaka huu nilikuwa ninahitaji passport. Na kabla ya passport tulikuwa tunahitaji birth certificate. Na birth certificate zile tulikuwa tutafute. Yule aliyekuwa nisaidie birth certificate moja alikuwa ananidai aniitishe 3,000. Si ni kweli? Tulikuwa nitafute birth certificate 6. Nilitafuta birth certificate 6. Unafikiria hizo ni pesa ngapi? Na hizo birth certificate zote nilitumia 1,000. Pesa kama nilitumia pesa nyingi hazikufika 2,000. Bwana asifiwe. Passport tulikuwa tunaitishwa ni 1,000 ngapi? 8,000. Bwana asifiwe. Hiyo ni birth certificate. Yaani ulikuwa unasikia kila kitu tunaitishwa. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa ametuambia ni usiku ya matukio makuu, mwaka wa matukio makuu. Bwana asifiwe. Ninaweza kusema zile pesa tulitumia kama sio za kawaida. Hakuna tena, zilikuwa zinatoka na wiki moja, hatukucheleweshwa. Na hizo passport tukazitumia. Hazikuja kuwa maua. Wengine wamekaa nazo kwa miaka. Yangu nilichukua April, June, July tulikuwa tumetoka Kenya. Bwana asifiwe. Matokeo. Bwana asifiwe. Mimi nimeshaiombea passport za watu wengine. Zimeletwa hapa. Si moja. Nimeletewa passport hapa, ninaambiwa hizi passport ni lazima zisafiri. Yangu Bwana atukuzwe, na nimesafiri nje mwaka huu umepita mara 2. Haleluya. Bwana atukuzwe. Amen. Na nilichukua April. Kwa sababu Mungu akisema yeye hulifuata neno lake alitimize. Hivyo ninapokuambia ya kwamba kutakuwa na utofauti ya wewe na wengine, ninamaanisha. Amen. Kwa sababu kama huyo Mungu ndio nilitangaza, aliponiambia nitangaze ni mwaka wa matukio makuu, na nikatangaza. Huu mwaka ameniambia nitangaze ni mwaka wa kukusanya. Hallelujah. Hallelujah. Na ninaamini kuna watu watakusanya. Hallelujah. Kuna watu watakuja kwa maisha yako, watu ambao haungefikiria wanaweza kuzana na wewe. Kuna watu wakubwa, kuna watu watauzana na huduma hii, watauliza nyinyi mmekuwa Nyandarua ama ndio mmekuja? Nyinyi ni huduma, ni kanisa la wapi? Kwa sababu sisi tunawashangaa. Kwa sababu kile tumebeba ni tofauti. Amen. Ninawaambia kile tumebeba ni tofauti. Hallelujah. Na huyu Mungu ninayemtumikia ni Mungu tofauti. Hallelujah. Na uweza wake utaonekana kwa njia tofauti. Amen. Hallelujah. Amen. Nisikie kwa jina la Yesu Kristo. Yes, Jesus. Yusufu anamwambia Farao, tafuta mtu mwenye hekima na ufahamu. Maana neema ambayo imeachiliwa juu yenu ni neema ya tofauti. Hallelujah. Leo mimi ninakuombea hekima kwa sababu neema ambayo imeachiliwa 2026 ni neema ya tofauti. Hallelujah. Hallelujah. Kuna wengine watangengana lakini sio mimi. Ndiyo Jehova. Ninasema kuna wengine watangengana lakini sio mimi. Amen. Kuna watu wataanza kusema hakika hatukuwa tunafikiria mko hivi. Kuna watu watajua tumebeba Mungu wa tofauti. Amen. Mungu wa Alfu Lukao ni Mungu wa tofauti. Amen. Hallelujah. Anaweza kuita. Hey. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ambaye hujibu na moto ni Mungu wa Pastor Peter. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ninasema Mungu anayejibu na moto ni Mungu wangu. Oh yes. Hallelujah. Na ataonekana kwa sababu ameonekana. Na si mdhalimu. Atatenda hata mwaka huu. Oh yes. Nasema atatenda. Na kila mmoja atasema hakika huyu ni Mungu. Hallelujah. Atakaye kutana na wewe atasema Mungu amekukusanya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Unajua Mungu anaweza kukushangaza. Mungu anaweza kukushangaza. Mungu anaweza ingilia mambo ambayo hawezi fikiria. Hallelujah. Amen. Na nimemuona, nimemuguza. Amen. Na ninajua ya kwamba hallelujah, amen, atafanya. Unajua vitu zingine hujawaiona. Mimi nilikuwa na deni ya bank,
Lakini Mungu amenishangaza kabla sijavuka mwaka. Nikapigiwa bank na bank simu, nikamwambia nimelipa. Amen. Nilikuwa nimelipa installment yangu. Waka clear everything. Hallelujah. Hey. Nisikie. Woo. Nisikie, sikwambii story. Unafikiria mimi tunajuana na Equity? Hey. Unafikiria tunajuana na Equity? Lakini walinipigia simu wakaniuliza uko na deni. Nikamwambia nililipa jana. Ni kweli nilikuwa nimelipa jana. Na wakaangalia wakaniambia pole, hatuko tumeangalia kwa system mzuri, na wakaclear everything. Hallelujah. Everything. Hallelujah. 1200 na kitu. Thank you Jesus. Wacha nikwambie, kama hujaona Mungu, kuja uguzane na maisha yangu. Kuja uguzane na Mungu wangu. Hallelujah. Ako hai. Amen. Sikupati story. Hey. Hallelujah. Hatujuani. Nilikuwa ninang'ang'ana nilipe hiyo deni. Lakini Mungu. Thank you Jesus. Yani Mungu anaweza kufuta deni yako that. Just like that. Hallelujah. Just like that. Oh yes. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ninajua huyu Mungu ninakuambia atanipatia uwezo wa kukusanya. Amen. Hallelujah. Amen. Atanipatia uwezo wa kukusanya mambo ambao sio ya kawaida. Watu ambao sio wa kawaida. Utajiri sio wa kawaida. Amen. Hallelujah. Kokote tutaenda. Kusanyika mwaka huu wakisema tunataka Yesu. Tuko tayari kuokoka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kama hujajua Mungu wako, najua Mungu wangu. Hallelujah. Anaweza kufanya. Anaweza Yesu. Unajua, nashukuru Mungu kwa sababu ya testimony nyingi ambazo tumekuwa nazo. Testimony nyingi kwa watu wako mbali na wale wako karibu. Hallelujah. Leo my daughter yako US ananitazama. Alikuwa ananiambia, Dad, kama ningeweza kuja nitoe testimony hii. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Imagine, I think 4 days ago Mungu akamwambia nitakufurahisha. Amen. Na Mungu alikuwa amemwambia mwaka huu utaolewa. Amen. Hallelujah. Before ama yes, atavuka mwaka kama hajaolewa. Lakini yako na mchumba. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yani siku za mwisho za mwaka alikuwa ananiambia ni kama imefika mwisho. Lakini kamwambia si Mungu alisema. Hallelujah. Amen. Sunday akiwa kanisani Mungu akatumana kutoka mbali, taifa tofauti. Ako US, Mungu akatumana kutoka taifa tofauti. Mungu anaweza kukutumana ili atimize neno lake. Hallelujah. Na hivyo ninaposema Mungu atatukusanya, ndio Jehova. Ninajua kile Mungu anafanya. Hallelujah. Mungu anakusanya. Atatupatia neema ya kukusanya. Amen. Kile tutafanya ni tofauti. Wale tutaguzana na wao watasema huyu sio wa kawaida. Mimi sio mchungaji wa kawaida. Amen. Kama ulikuja kuona mchungaji wa kawaida, mimi sio wa kawaida. Ninajua Mungu ninayebeba. Ninajua nguvu zake. Ninajua kile anaweza kufanya. Hallelujah. Hallelujah. Unawezaje kuanza mwaka ukilipa nyumba ya mtu 70,000, katikati unalipishwa 35, ukimaliza wanakuambia 15. Yani the same house. Ni Mungu. Unafikiria Mungu ambaye Mungu ninayemtumikia anaguzika. Amen. Nikikwambia Mungu wa Pastor Alf, Mungu wa Pastor Peter, wachana na yeye. Wachana na yeye. Ninamjua. Sikwambii ni ku-excite, ninajua yule Mungu ninayemtumikia. Na ninajua kile anaweza kufanya. Hallelujah. Ninajua uweza wake na nguvu zake. Na ninajua anatenda. Na hata leo atatenda. Anaponiambia atakusanya, atakusanya. Ananikusanyia wana. Sons and daughters. Hallelujah. Katika madhabahu haya. Ndio Jehova. Kutoka milima na milima. Hallelujah. Utashangaa kile anafanya. Yes, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Anakusanya. Wale walikuwa hapa mnaweza kumbuka prophecy. Nilikuwa ninaisikiza nikasikia kuna kitu
Mungu alituambia kuhusu kukusanya. Oh yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaingia viwango vya tofauti. Tutashangaza wengi. Amen. Hata wewe na mimi unajua mimi Mungu amenifanyia vitu mpaka mke wangu alikuwa ananiuliza, na umetoa wapi pesa? Kwa sababu sikuwa na pesa. All of a sudden bank imenipatia pesa zenye sikuwa ninatarajia. Hallelujah. Ni Mungu. Ninakwambia Mungu. Pesa huwezi kutrace ni za nini na ni za wapi. Bank imekuwekea kwa account. Nisikize. Tunatumikia Mungu aliye hai. Yusufu alijua Mungu na akamwambia tafuta Farao, akamwambia Farao tafuta mtu mwenye hekima wa kukusanya the fifth. Kiwango cha 5 cha kila mavuno. Bwana atukuzwe. Na ikafanyika. Leo kuna watu watapata hekima. Utakusanya vitu za tofauti. Hallelujah. Utakusanya vitu za tofauti. Amen. Mpaka watu watakuwa kikuuliza na unafanyaga nini? Hallelujah. Amen. Unafanyaga nini? Bwana asifiwe. Maana Roho Mtakatifu ako juu yetu. Na neema ya tofauti inafanya kazi juu ya maisha yetu. Hallelujah. Juu ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Mungu atatushangaza. Hatukuvuka mwaka huu tuwe spectators. Sisi si mashabiki. Mama Magi, wewe si shabiki. Dona igira atuweke shabiki ya kusherekea wale wengine wakisema Mungu ametenda. Mimi sio nyinyi tu mmetendewa, hata mimi amenitendea. Oh yes. Mimi sikuwa shabiki 2025. Na hata huu mwaka mimi sio shabiki, nitatendewa na Bwana. Hallelujah. Purity, tutatendewa na Bwana. Amen. Tutatendewa na Bwana. Amen. Hallelujah. Tutatendewa na Bwana. Na niliwaambia mimi tunaanza saa ngapi? Saa 7. Si ati tunangojea mwezi wa pili. Wewe ukigojea mwezi wa pili, mimi hatuko na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Ni kama Gerard anasumbuka na Amen. Hallelujah. 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 Bwana asifiwe. Amen. Unasikia miracle ya pesa. Ametumia pesa mara 2 na hajui hizo pesa zimetoka wapi. Zinawekwa kwa account. Ni Mungu. Sikwambii story. Sikwambii, ninakwambia tuna Mungu. Amen. Huyu akompa. Bwana asifiwe. Amen. Message ndio hii. Bwana asifiwe. Amen. Sio story. Hatuongei story katika madhabahu haya. No. Kama hujui Mungu, kuja ukuzane na huyu Mungu. Amen. Wakati nilienda kwa madhabahu ya baba yangu South Africa, Mungu aliponiita katikati ya watu aliniambia ninakujua na kuna mambo ninafungua. Tulikuwa na Gerard mara ya kwanza, mara ya pili tulikuwa na mke wangu. Hallelujah. Na tunaingia viwango hatujawaingia. Mimi ninawaingiza maeneo ya kukusanya. Maana usiku wa leo hautoki hapa kama huna hekima ya kukusanya. Kuna watu utakuwa ukitembelea tu hivi unaongea na watu na hekima. Mpaka unauliza na nimeongea, watu wote walikuwa wananyamaza wanisikize. Rinette. Watu wananyamaza wasikize Mungu wako. Yaani kumbe unakuwa na hekima, ni Mungu. Watajua ni Mungu. Hallelujah. Kwa sababu sisi ni tofauti. Sisi ni tofauti. Oh yes. Na niposa ninaamini ya kwamba huu mwaka tutafanya mambo ya tofauti. Amen. Tutafanya mambo ambao watu wote watashangaa. Hata sisi tutajishangaa kile tutakuwa tukifanya. Mama Kevin, kama uko na gara panua. Hallelujah. Amen. Panua. Bwana asifiwe. Maana utakusanya mavuno. Kila fungu la 5 Mungu anakupatia, utakusanya, na kwa hekima ya Bwana utafanya mambo kwa njia tofauti. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kabla tujaendelea, nataka usimame. Nataka tujiombee. Nataka ujiombee. I know kile kinafanyika in the spirit. Miujiza mikubwa inazalika. Nasema miujiza mikubwa inafanyika katika jina la Yesu Kristo. Tumeingia lisaa la kwanza na nilisema saa 5 kuna mambo
kuanzia saa 7 kuna mambo yanafanyika. Kuna miujiza ya ufahamu.